Bwana kwanza kabisa. Huyu ni muda mrefu sana toka kama vyetu tumepotezana kidogo, lakini sasa hivi maisha yake bwana imebadilika. Kweli ni jambo kubwa. Kwanza alipompongeza kama kumpongeza ndugu yangu Konde. Kwa hiyo sio mafanikio sio jambo dogo. By the way, mafanikio sio jambo dogo, ni bidii kubwa sana. Kwa hiyo jamaa ameweza. Wanaagiza ameweza. Ameweza ile mpete lakini katika silipo yake pia mjeni kupitia baadhi ya mstari wa nature. Mstari wa nature japo kwenye exposure ya maisha sana. There are so many ways to success. Apart from nature, you can also focus kwenye kile ambacho unakiweza. Mfano, ndio exposure ya maisha kwa jumla. Katika maisha kila mtu anaweza akabase kwenye field yake ambayo anaamini kwamba hili itamtoa, kwamba kwa mfano Elon Musk sawa. Elon Musk is tajiri mkubwa duniani sasa. Anaongoza kwa sababu yeye aliamua kuexpose kwenye masuala information technology, mambo technology. Kwa hiyo amefanya mabadiliko makubwa sana, amefanya revolution kubwa kwenye technology. Mambo ya AI na nini na robots. Kwa hiyo amebobea huko, yani ana exposure hiyo. Kwa hiyo kuna mwingine maisha yake ameexpose kwenye masuala ya labda fishing activities, mwingine ameexpose kwenye masuala ya learning experience. Kwa mfano mimi kidogo at least nimeshaanza nimejididiki kwenye masuala ya learning experience. Kwa hiyo nimebobea kidogo at least kwenye masuala ya learning experience. Mwingine amejibobea kwenye masuala ya muziki. Ndio hilo anajua huko. Mwingine director, mwingine cameraman hivyo. Kwa hiyo it's all about life. Lakini all in all we should stick to the nature. Kwa hiyo bado we still talk about nature. Kwa sababu everything is nature. Kwa mfano hapa umeongea bonde maji yanapokuja sawa. Ikupo anakuja kwa maji. Rise and fall kidogo. Kwa hiyo ndio maji yanakuja. Kwa hiyo kama ukiamini kwenye nature as you say, kwa hiyo utamka means it's going to happen. Kwa hiyo hata kazi za kawa kubwa tukafanya kubwa zaidi. So sababu mwenyewe umetamka maneno yanajua asili ni maneno tu. Hapo chawi ni maneno nature. Kwa hiyo kama umeamini hivyo kwenye bonde, hata mimi naamini hivyo. Kupitia maji yako kwa hiyo tatizo tu life. Kwa hiyo sisi tutajaa kwa maji yanajaa. That's very true. Kwa hiyo it's all about nature. About nature na life experience ya wewe mtu anapoamua kustiki katika maisha anaamini nini. Kwa hiyo mtu ameamini kwenye nature, lakini nature ni mfumo wa maisha. Lakini je, apart from nature au beyond nature anafanya nini for living? Sawa, as a musician, sawa. So nature ndio ni nature, sababu automatically ukizaliwa uko nature. Wanasema tu mafanikio mtu ni siri jamani. Kiukweli. Labda mpaka akiamua kushirikisha basi sisi ni marafiki wa kweli au ndugu wa kweli. Na hakuna siri ya watu wawili. Siri ya mtu mafanikio ya mtu ni siri. Maisha kashapatia. Na amejitahidi kutufunguza. Yuko vizuri sana ndugu yangu. Piga simu sana. Hiyo mpaka Manjitu yani kazimiwa taa. Yule rafiki yako unakumbuka yule uliachana naye? Nilimuoa kwani? People come and go wazee. Yani people come and go but they really want to stay. Kwa hiyo maybe akwa mtu sahihi kwa mawazo yangu mimi na kwa hisia zangu mimi. Kwa nini leo na nyinyi niko pamoja na nyinyi wote leo? behind the scene unasema. Kwa sometimes tusameane, inabidi sometimes uelewe mitaa. Fidikisa anakuambiaga elewe mitaani unaishi tuko kwa kodi na leo jamaa sasa hivi anatutupa. Usiniwekee mimi negative thoughts. Yaani ukahisi kwamba jamaa kwa sababu ameishi no. Sometimes inabidi uingie deep. Ndio maana sometimes inabidi ujihitaji wewe. Unasoma sio ujihitaji wewe. Yaani msebenzo wazuri wanakuambiaga yani. Msebenzo kuchema, yani ile yes, mapambano wazee. Kwa kuna muda unaweza ukakaa ukakutana unatamani simu unaiona lakini unaenda kwa muda huo hisia zako, mawazo yako yashavurugika, vitu haviendi. Hapo mtu atakupigia simu akuchekeshe. Alafu muda huo sio muda nini? Wa kucheka. You feel me man? Kwa hiyo stuff like that. Sawa sawa. Ni mtu kikaa peke yake. Ujifiche. Tuna una tofauti gani na mtu ambaye anataka kujinyonga? Kwa sababu mtu anayejinyongesha, mtu anaenda kujinyonga, lazima ajitenge first. Second, atakuja anifanya kama anatalii kwenye miti hivi, kumbe anatafuta kujinyongea. Kwa sababu ili anaona kabisa akikaa na watu atakachokipata ushauri. Sasa una maana mtu ambaye anafanikiwa ndio lazima kwamba akae mwenyewe kwamba ndugu yangu huyu anashindwa kutudadavulia. Ipi kitu yani kipi ambacho kipo nyuma ya panzia, kwa sababu mimi nauza mitumba kule na huwa winga kila siku ndugu yangu kwenye biashara za watu. Lakini maisha ni magumu ndugu yangu. Usifanye masiala mwanangu, ili jiji la Dar es Salaam maisha ni magumu sio poa. Hamna wainga wenye waliofanikiwa.
Yaani katika 10 ni mmoja, yaani ndio kuna hivyo vitu ambavyo vya nyuma yapanzia. Huyu jamaa kuna kitu anatuficha. Umeona? Hayuko sawa. Yaani ana kona nyingi anataka kutudadavulia uhalisia wa jambo ni kweli. Nikuulize swali. Na hili swali letu linahusu wote. Nitajie marafiki watatu wa Balesa. Tuanze na wewe brother. Naanzaje? Kabisa wewe na wewe marafiki watatu wa Balesa. Wewe marafiki watatu wa JSM. Kwanza hela, wa pili pesa, watatu mali. Dada hapo marafiki watatu wa Mo. Tumeona hapo post nao picha kwenye Achi, yuko nao kwenye wapi sijui. Nitajie watatu. Yaani ni ngumu watu kuelewa lakini mifumo ile kwa the way ndio maana kwamba dini zinakwambia kuwa ukishafika kwenye level ya utafutaji ukauabudu utafutaji utaipenda dunia. Sio mimi lakini naomba niweke angalizo msije ukasema na mimi niko hivyo. Yaani maana point yangu ni nini? Once unaanza kupambana na mafanikio utakuwa bize kuilinda mali yako. Utatamani tena kurudi nilipotoka. Utataka kuendelea kwenda kwa juu. Kwa automatically wazee. Ndugu yangu brother unazingua sana. Yaani sisi tunataka msimamo. Yaani ni njia gani ambazo umezipitia mpaka umetoboa? Anacheza ni yake. Wewe anatuzungusha sana kwa sababu kama maisha ndio yale kwaso ndio kule ndugu wewe unataka kufanikiwa. Kuna mifumo miwili tu ya maisha. Zamani ilikuwa work hard. Sasa hivi nasema work smarter. Yaani hadi ishapitwa na wakati, inabidi uishi kwa teknolojia. Tulikuwa tunatumia 2G, ile age sasa hivi kuna 3G, 4G, 5G tayari. Kwa hiyo na wewe kama kompyuta kama Windows, sasa hivi tupo kwenye Windows 11 sijui kama sikosei. Ilikuwa Windows XP, ikaja Windows Vista, Ubuntu, sasa hivi tupo kwenye nini? Windows 11. Kwa hiyo update, adapt mazingira. Unanielewa wazee? Hilo la kwanza. Adapt mazingira. Brother, unaweza kulala na nyoka? Unaweza kulala na nyoka? Unaweza kulala na nyoka? Nataka majibu mawili tu. Ndio hapana. Kumkumbatia pigeni picha. Kibunango entertainment. Na nyoka mwenyewe mkubwa, sio kwamba nyoka si umestuka, ni nyoka kweli. Ukisema nyoka chatu. Kwanza niseme ni hivyo kwa mimi nazungumzia nature Sipo hapa kwenye udini, nature yupi kulala. Asili? Ndugu yangu brother unazingua sana. Yaani sisi tunataka msimamo. Yaani ni njia gani ambazo umezipitia mpaka umetoboa? Funga bwana ndugu yangu. Nataka tuishi katika vibanda umiza ndugu yangu kila siku. Ngoja basi nikae. Nataka ukae kabisa. Aliseme nani kitu intro. Mwanzo tulikuwa tunaishi kwamba tunaishi kwenye nature Kupa historia hapa labda tuseme mtu kama Mkwawa. Tuna mtu Mkwawa alikuwa mkubwa, Mkwawa akapiga wazungu wamekimbia. Lakini nusu ya mafanikio yake ilikuwa ni nature. Asili, nguvu za asili. Mwaga moto baba. Kalenga hapa ukienda kwenye makumbusho ya Mkwawa kuna kisima. Kikubwa tu. Watu wenda pale wanachumaga maji wanakunywa maji na nini. Inasemekana bibi yake baada ya kuona game ishakuwa ngumu, jamaa shaka anakaribia kufanikiwa wale Wajerumani. Maana Mkwawa by nature aliuzwa. Sio kwamba sijui wiki sijui saa nini sijui jeshi sijui ilikuwa sijui hawa aliuzwa. Umeona? Kwa hiyo bibi alipoona hapa na mizimu ishamwambia bisa oya hapa tena baba Jeni bye. Bibi akachukua chauti akaenda kutupa kwenye kile kisima. Na kisima kinaheshimika sana, ukio kwenye mambo ya kichizi unaweza usirudi tena pale. Iringa. Kalenga kwa Mkwawa. One time tukipata time tutakwenda. Umeona bwana? Sasa narudi. Kwa sisi by nature yani ile ndio ilikuwa ndo nguvu yetu. Sisi kama wazungu hawajaja kutuletea kwamba hizi sasa black magic, huu ni uchawi. Kuna mafanikio akimomba Mungu anakupa. Wale wengine hivyo. Inakuja sasa kwenye majibu yenu. Rasmi sasa naingia kwenye mpepe na mosha. Tupe baba. Kwa mfano kuna nilisikia someone anakuambia unataka kutafuta fuvu.
la mnyama. Anaweza akawa mwanadamu, akawa ng'ombe, akawa kondoo. Ndio. Unaelewa? Unaenda unalifukia kwenye eneo lako kama hivi nyumba vikubwa bustani kama hapo unalifukia lile. Wenda zako unaenda kuchukua maharage mekundu yale. Maharage. Matatu. Lile fuvu linakuwa lina matobo macho mawili, pua na mdomo. Kuoneka ile maharage manne kwenye kila tundu moja moja unamwagilia maji. Yakija kuota ile maharage, ukija ukikomaa. Unaona dada? Ikishakomaa ile maharage. Mbona unaanza kucheka? Vitu vyepesi sana. Tulia. Ile maharage unachukua mambo ile yanakwanza kukomaa, unalikata alafu ile mtu unaenda unafika fika kila sehemu wewe. Unaenda kutupa. Ile maharage sasa unakuwa unaliweka chini ya mdomo hapo. Hizo ndio kwamba siri za ulimwengu. Ile maharage tenda kuliweka hapa ndio unapotea vup. Unakuonekana. Ndio maana mfanikiwi. Unaona nywele zenu natia rangi hizo. Angai mtasubiri sana hii kulimajoka, sisi twende huko turudi huko ngumu sana. Kwa hiyo unaweza kaingia benki. Mabenki inakuwa na hasara mwisho wa mwaka. Hamna biashara nadhani ni chuma ulete tu. Utaweza kujua chuma ulete tu. Ndio maharage wanaingia madukani huko. Sasa ile harage nzuri kweli kweli. Yaani pia unapita hapa vizuri unamaliza shughuli zako naenda unarudi au sio baba note. Sasa ukafanya makosa ukalimeza. Ndio maisha yako yote nyuma. Nyumbani unakuwa kusikia sauti. Unakuwa kama mzimu magana. Watu wanaika chakula hivi mashangaa hapa kimeisha. Unaona umekula yani kabisa mama yako hapa anaweza akakuvumilia. Kwa nini jamaa polepole kwa anasemaje? Unakumbuka siku ile pale tukakata hivi acha bwana. Acha bwana. Unatamani polepole akufungukie lakini anakuleta afu anakutupa. Tunaongea kwa kweli sasa hivi vitu vingine haiwezi kukaa hivi familia. Una shida? Kwa sababu naona nyinyi watu wenyewe wote salima hapa. Warembo tumeambia twende mama mnaweza kulala na nyoka? Hapana. Kumkumbatia ndio kabisa amekimbia. Kwa hiyo lazima ujitoe mzee. Sacrifice. Ziko nyingi, yani uchawi hivyo. Labda ningemalizia mwisho sasa. Ngende kule. Kuna uchawi huo. Mbona mnacheka nyinyi? Naweza kusema uchawi hizo wazungu wanaita uchawi, lakini tunaita nature. Umeenda kwa mimi kama mafanikio niwe na nguvu, bosi ananisikiliza. Nikimwambia bosi anaitika, bosi mimi sina nyumba, bosi anakupa nyumba. Unaenda kwa wazee, kwamba nenda barabarani. Saa 2 usiku pa unakaa. Utachikiona usikimbie. Unaona bwana? Haina noma. Anatokea simba. Anaanza kukutafuna na maumivu unasikia kweli yani. Unasikia mpaka unakufa kabisa kweli. Baadaye yule mzee anakuja pale mabaki yako anagonga gongo na inuka mpya. Kwaona kwa umeshakufa kwanza. Ni maumivu na pale ukisikia mtu sijui hata ukienda kuniloga si utakuta nimeshakufa. Hiyo limbo sijui mimi ni mtu mbaya. Ndio inakuwa hivyo. Yule mtu kwenda kumwangalia kwenye ramli kwenye nini unakuta mtu alishakufaga tangu siku ile. Kwenye ulimwengu wa roho sasa. Bali mloga bwana mbona tayari tangu 2022. Lakini kesho kama ametokea pale. Bora tuaminisha hiyo vitu vinaweza kutoa sehemu moja na sehemu nyingine. Nature? Tayari wewe. Chini ya jueli nakupa hamna tajiri asiye iabudu nature. Sure. Yao. Ni fact. Hata tukirudi kwenye uhalisia tutoke sasa huko. Kuna vibwe kuna vituko vingi tungeona mpaka mtu kama anayeyusha. Cha kwanza nia. Nia yanzi ndio ngombe yani mafanikio yanahitaji watu wawili. Inaanza na mimi kwanza nataka kuwa nani. Hilo ndio fumbo la imani la kwanza. Hata tunaweza kushangaa na wasemaga amekufa akiwa na miaka 24. Tunakuja kumzika akiwa na miaka 72. Unaona nini maana tumekwambia hivyo? Kuna kitu kinaitwa distraction. Nikisema hivi nasema distraction labda nikuelezee mtanielewa. Lengo langu nitoke hapa nifike kwenye meza ile pale. Lakini fika hapa katikati natokea na mtu ananivuruga hapa au kisha natokea naacha kuendelea na kula kushoto. Yaani nimepanga malengo yangu ni haya. Unafika katikati ya safari unakata tamaa, tukio tu distractions zinatokea hapa unapoteza lengo. Kwa sababu dunia sasa unakuwa unaishi wewe, uishi kwenye misingi ya mafanikio. Ndio utatazamia 24 mtu miaka 24 anakuwa anaishi hapa kwa mademu, pombe, nini? Wewe tayari ushakufa kwa sababu huna purpose, huna malengo. Umezaliwa duniani kwa malengo. Ndio maana kwenye baadhi ya imani za dini wanakuambia siku unaozaliwa unaulizwa maswali yote unataka kuwa nani duniani?
tunavyoamini kwenye ulimwengu wa hizo dini sasa. Unataka unasema, nataka sio kufanya nini unasema. Yaani unazaliwa na ile katikati kwenye safari ya maisha. Ndio hizo changamoto hizo. Ukipotea unapotea. Ndio kama mabro mtano labda tunalewa pombe wale. Wale tayari hawana purpose. Kwa ndio mtu alifika miaka alipoachaga shule form 2. Akaenda kuacha shule akaanza kufanya vitu vingine. Ndio pale alipopoteza maisha. Ila body limesurvive tu mpaka miaka 60, 70 lakini yule amekufa kuanzia pale. Nini kifanyike? Sio kwa mimi kwenye nature. Chochote cha mimi naamini unachoamini wewe. Soma alama za nyakati. Dunia sasa inataka nini? Yaani kuwa mtu anasemaga dynamic. Dynamic maana yake unabadilika kulingana na wakati. Kuna vitu kweli haviwezi kuwa dynamic, inabaki stagnant. Inabakije vile vile. Hakuna vitu vinabidi vibadilike. Attitude yako, akili yako. Ushavipata hivyo cha pia ukubali kwamba kuna kitu cha consistency, muendelezo. Inaweza kawa Jumatatu ilikuwa nzuri, Jumanne ikawa nzuri, Jumatano nzuri, Ijumaa ikawa mbaya kichizi, Jumamosi mbaya. Inabidi ukaze na Jumatatu ujue itakuwaje. Unaweza sema kwa sababu Jumamosi mbaya, Jumapili mbaya, basi Jumatatu na tayari ushapoteza. Jumaa nilifeli niendelee. Consistency hiyo. Okay. Cha mwisho sacrifice. Anaongea sacrifice wanaogopa, wanajua sacrifice ni uchawi, kumchinja mtu. Sacrifice ikawa hata muda. Muda ndio kama nipumzike, lakini sasa inabidi niende ulali. Unaharibu ubongo, ni sacrifice, una ubongo unachoka, unaelewa si? Mpenzi wangu. Ndio maana kwenye mafanikio inabidi uchague, yani chagua pesa au mapenzi. Huwezi kwenda vyote kwa pamoja. Ukiona mtu anafurahia maisha ya mapenzi, mke na mume matamu kishenzi, huyo maskini. Unasema na mesa hapo kwenye utafuta kwenye pesa. Ndio kuna mtu amefanikiwa kwenye pesa, doni madafu huyu hapa. Jua kwenye mapenzi anateseka. Japo kwa ni tajiri. Ndio maana matajiri wote duniani wamedivorce. Duniani. Elon Musk. Sio mmoja. Demo anafuata hela tu. Ajue mtu yuko busy. Jeff Bezos. Bill Gates. Wote wamedivorce yao. Lazima upoteze, kuna kitu kipoteze. Kwa sababu wengi sisi tunaogopa kwenye sacrifice hapo. Ndio tunaogopa sasa. Wangu mimi nampenda nishamwacha miezi miwili huyu miezi moja. Nitampoteza. Nitampata wapi kama yule mwenye tabasamu kama lile? Inawezekana naweza nikakubaliana na wewe na pia nikakukatalia. Ndio maana nasema cha kwanza ukubali dunia ilivyo. Watoto wanawake wa sasa sio wavumilivu, naweza kusema. Hawana uvumilivu. Kwa hiyo hawezi kukuelewa. Yaani unaweza kumwambia mtu anaompendi una mwanamke mwingine na unarudia tena kusema people come and go, but the real one will stay. Atatafuta njia ya kurudi. Kitu kizuri mwenye maisha yangu kama sana sina mwanamke ambaye na ugomvi naye. Kwa sababu tumeachana, basi ndio ile kafuta namba, nini yani I'm good akinicheki, akaona kuna nafasi ya kumsaidia na cover. Ashapa mwanamke wangu, maneno yote matamu tulishaongea, au sio manote? Kwa hiyo basi bado sijaoa. Maybe nikishakuwa committed nitabwaga wengine nitawatu. Kwa sasa bado I'm free agent motherfucker. Umeona? Kwa hiyo yote kwa yote. Nigga. Usitoke nje ya malengo. Unataka kuwa muuza mitumba mashuhuri. Pita hiyo, yaani usiruhusu hata kidogo. Wanataka kanunue mzigo na milioni 2 hii. Bibi kameza jembe kijijini huko. Bana lazima natajika milioni 1 hapa. Wewe tena ya. Wewe tayari ushaanguka. Ni moja kana mabraza zako manoti au wewe jamaa na ndugu zako unaona una hela lakini shida za familia hawatoi. Tastem mwenyewe jamani hela sina mimi. Lakini unajua ana magari ana mademu nini kumbe tayari akili yake ishakuwa kubwa. Nikitoa milioni 1 mimi tayari ni mtaji wangu ushaanguka. Sisi wewe na Lombard watu tunawasaidia ni watu wa size ya level ya kati na wale maarufu danga che. Ndio maana kaambia mlango wa mbinguni ni mwembamba kama wembe. But hiyo njia ya motoni hapa na mabwe pande. Yaani mnaingia kasha bonge la songi yani motoni mnaingia mnashangilia. Kama anasema yeye ukiwa una kitu unajifanya wewe una msimamo. Maskini waga ana msimamo. Utawamaindi pale. Lakini akitoa bunda. Lakini pia tunakuja kujifunza kitu kwamba kumbe kuna kitu kinaitwa adabu ya pesa na malengo ambayo umejiwekea. Kwa hiyo bwana wakili hapa mimi kweli leo amenadakulia japokuwa mimi Mwenyezi Mungu amenijalia kidogo alhamdulillah. Nina tabia ya kuweza kufanya hata kama nina plani yangu ya kitu fulani
lakini kakuona wewe una shida na uwezo wa kufanyia na kufanyia. Lakini leo amenipa somo kazi. Ndio una kitu utafika mbali. Kitu unacho kubwa unahitaji binafsi kidogo. Yaani wewe selfishness